أعمالنا من يهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أوصيكم بتقوى الله عز وجل. Ndugu zangu Waislamu, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza maamrisho yake na kujiepusha na makatazo yake. Na kwa kufanya jambo hili ndiyo kufaulu kwetu katika maisha ya hapa duniani na akhera ambako tunaelekea. Katika hutuba ya Ijumaa iliyopita tulikumbushwa moja miongoni mwa jambo la msingi sana, moja miongoni mwa tunu muhimu katika maisha ya mwanadamu. Tulikumbushwa kuhusu umuhimu wa kulinda amani katika nchi yetu. Pia zilitolewa nasaha, mwongozo, maelekezo, irshadat mbalimbali kwenda kwa mashekhe, walimu wa madrasa, walimu wa shule, wahadhiri, viongozi, wanasiasa na raia wa kawaida kuhusu suala hili na umuhimu wa kulilinda. Kadhalika tulipewa nasaha kwamba ni muhimu kuwafikishia watu na kuwaambia juu ya ukubwa wa kulinda suala la amani katika nchi yetu, hasa katika wakati huu tulionao. Na kwa msingi huo huo na kwa nasaha zile zile, na mimi leo nitazungumza nanyi ndugu zangu kuhusu neema ya amani na umuhimu wa kuilinda.
Sisi wanadamu kiasili ni viumbe wa kijamii. Mwanadamu kiasili ni mwanajamii. Mwanadamu hawezi kuishi peke yake halafu akayapata maslahi yake kama anavyoweza kuishi mnyama mwingine yoyote au mdudu mwingine yoyote, sema vile anavyoweza kuishi mende katika shimo au mdudu mwingine. Mwanadamu hayuko hivyo. Kimaumbile na kiasli mwanadamu ni mwanajamii. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Dar'u Ta'aridh al-Aqli wan-Naql, kitabu ambacho wanawachuoni wanasema ili ukisome lazima uzame, na sisi wanafunzi tunaweza kuchotwa na mafuriko yake. Na Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen anasema ni katika vitabu vilivyo na faida. Anasema Sheikhul Islam alipokuwa akizungumza suala la umuhimu wa watu kufahamiana katika mazungumzo yao, akasema idhil insanu madaniyun bitab'i la yastaqillu bitahsili masalihi fala budda lahum min alijtima'i litaawuni ala almasalih. Mwanadamu ni mwanajamii kiasli, hawezi kujitenga akayapata maslahi yake. Hivyo basi hakuna budi kukusanyika ili wasaidiane katika kuyapata maslahi yao. Ameyasema maneno kama haya mwanawachuoni mwingine, mwanafunzi wa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, katika kitabu chake Zadul Ma'ad juzuu ya 3 anasema innal insana madaniyun bitab'i la budda lahu an ya'isha ma'a an-nas. Mwanadamu ni mwanajamii kiasili. Mwanadamu hana budi isipokuwa aishi pamoja na watu. Kwa msingi huu ni jambo la lazima kwa mwanadamu, na jamii ndiyo inayojenga mustakbali wa mwanadamu. Basi ni muhimu na ni lazima jamii hiyo itunzwe ili idumu na ili maslahi ya mwanadamu yapatikane. Isipotunzwa jamii ambayo mwanadamu ni sehemu yake na hawezi kuishi ila ndani yake, maslahi ya mwanadamu hayatapatikana. Na moja katika mambo ya msingi yanayoitunza jamii ni amani na utulivu. Ni katika vitu vinavyoidumisha na kuitunza jamii. Na kwa msingi huo huo dini yetu ya Kiislamu katika malengo ya sheria yake ikawa ni kuyahifadhi mambo matano ambayo tulitajiwa katika hutuba iliyopita, ikiwemo suala la kuhifadhi damu za watu. Lakini mambo yote yale matano ukiangalia kimsingi ni katika mambo yanayoidumisha jamii na kuilinda na kuitunza ili maslahi ya wanadamu yaweze kupatikana. Amani na utulivu ni tunu na ni neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala huwaneemesha kwa tunu hiyo waja wake. Na katika Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ametupigia mifano mingi sisi ili kutuelewesha tuelewe, mifano mizuri yenye mafunzo makubwa. Miongoni mwa mifano ambayo Allah ameipiga katika Qur'ani ni mifano inayohusu amani na utulivu, neema yake na uvunjifu wa amani, kwa maana hofu
na njaa, hasara yake au adhabu kwa wale watakaoivunja neema hii. Katika suratu An-Nahl Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wadaraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'ami Allah فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Allah subhanahu wa ta'ala amepiga mfano wa mji ambao ulikuwa na amani na utulivu, inakuja riziki yake kwa wingi kutoka kila sehemu, lakini wakaikufuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akawaonjesha watu hao vazi la njaa na hofu kwa yale waliokuwa wakiyafanya, wakabadilishiwa baada ya amani na utulivu na shibe, ikaletwa hofu na njaa kama adhabu kwao kwa maovu waliokuwa wakiyafanya na kuikufuru neema ya amani. Katika suratu Saba Allah subhanahu wa ta'ala anatutajia habari za watu hawa na akatueleza kuhusu neema ya amani, riziki pana aliyowapa, halafu mbadala wa walichokifanya wao au walichokitaka wao na madhara yaliyowapata. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Huu ni mfululizo wa aya zilizomo katika suratul Baqara ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha kuhusu neema aliyowapa watu wa Saba. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim aya, kwa hakika kulikuwa na mazingatio na alama kwa watu wa Saba katika makazi yao. Jannatani an yamini wa shimali, walipewa bustani mbili kulia na kushotoni, wakapewa riziki pana, wakaambiwa kuleni katika riziki za Allah. Mji wenu ni mzuri, umewekwa mji mzuri, wa rabbun ghafur, na Mola mwenye kukufiria dhambi mno. Fa'aradhu, wakapinga. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. wakakataa, wakapinga, wakaikufuru neema ya Allah. Allah akawapelekea mafuriko makubwa na wakabadilishiwa bustani zao zile zilizokuwa zina riziki nzuri zikawa ni bustani ambazo hazina matunda ya maana zaidi ya matunda machungu na mivinje na sehemu kidogo katika mikunazi. Kisha aya zinazofuata Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza jinsi walivyowekewa katika safari zao baina ya mji wao na miji iliyobarikiwa. Safari zao zikawa ni nzuri, zenye amani, safari zenye vituo na maji na chakula. Wakasema rabbana ba'id baina asfarina, wakaona ile neema ya kwamba miji yao ni miji yenye utulivu na amani, safari zao zina vituo na chakula, wakaona ile si jambo la maana. Wakamwambia Allah, wakasema turefushie masafa ya safari zetu ziwe ndefu ili wapate tabu, kwa sababu hivyo ndivyo binadamu walivyo. Wakipewa neema badala ya kuitumia vizuri wanaomba kinyume chake.
wakadhulumu nafsi zao, Allah subhanahu wa ta'ala akawaadhibu. Al-Imam Ibn Kathir ametaja maneno mazuri sana. Mimi nitayasoma na nitaeleza kwa ufupi, kwa sababu sitaki maneno yawe marefu, msichoke. Katika tafsiri yake Imam Ibn Kathir katika aya hii anasema, kanat sab'u muluka al-yamani wa ahla wa kanat at-tatabi'atu minhum wa Bilqis sahibatu Sulaymana minhum wa kanu fi ni'matin wa ghibtatin fi biladihim wa 'aishihim wa ittisa'i arzaqihim wa zuru'ihim wa thimarihim وبعث الله إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده وعبادته فكانوا كذلك ما شاء الله ثم أعرضوا عما أمروا به فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق في البلاد شذر مذر كما يأتي تفصيله وبيانه قريبا إن شاء الله وبه الثقة. Kisha akaendelea tena, nitasoma maneno yote japo sitaweza kuyafasiri yote kwa sababu ya wakati. Akaitaja aya nyingine ambayo Allah amewapa neema ya kwamba mji wao ikawa iko karibu na miji iliyobarikiwa na safari zao zikawa ni nzuri, fupi, zenye chakula na zenye maji. يذكر تعالى ما كانوا فيه من الغبطة والنعمة والعيش الهني الرغيد والبلاد الرخية والأماكن الآمنة والقرى المتواصلة المتقاربة بعضها من بعض مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارها بحيث إن مسافرهم لا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء بل حيث نزل وجد ماء وثمرا ويقيل في قرية ويبيت في أخرى بمقدار ما يحتاجون إليه في سيره. kisha akasema wadhalika annahum bataru hadhihi an-ni'ma كما قاله ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحد وأحبوا المفاوز والمهامه يحتاجون في قطعها إلى الزاد والرواحل والسير في الحرور والمخاوف. Mwanachuoni huyu anatueleza kuhusu habari za watu hawa kwamba hawa walikuwa ni wafalme katika sehemu huko za Yaman, na kwamba Bilqis yule sahiba wa Suleimani alikuwa ni katika watu wa huko huko, na watu hao walikuwa katika neema kubwa katika mji wao, na walikuwa katika neema kubwa katika maisha yao, wakiwa na riziki pana, wakiwa na matunda na mazao mengi. Allah subhanahu wa ta'ala akapeleka mitume kwao kuwaamrisha wale katika yale ambayo Allah amewaruzuku, na wamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumpekesha na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na wakawa katika hali hiyo kwa vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ametaka. Kisha wakapinga, wakaleta kufuru yao, wakaadhibiwa watu hawa kwa kuletewa mafuriko na kutenganishwa katika miji na wakapasuliwa. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akataja kwamba watu hawa walikuwa katika neema kubwa mno na maisha mazuri, na miji yao ina raha na sehemu zao zina amani, vijiji vyao vimekurubiana, viko karibu, kiasi ambacho msafiri kutoka kijiji kimoja kwenda kijiji kingine hahitaji chakula wala hahitaji maji, kwa sababu atakapofika popote atapata chakula na atapata maji, safari fupi zenye amani. Kisha wakamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akawaadhibu kama alivyoeleza katika aya hii. aqulu ma tasma'un wa billahi at-tawfiq. alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد
أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Ndugu zangu katika imani, aya nilizozitaja na maelezo niliyoyataja ya al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yanaonesha umuhimu mkubwa wa amani na utulivu katika sehemu ambazo wanadamu wanaishi. Kuna vitu sisi huenda tusivitafakari vizuri, tukaviona ni vitu vya kawaida kwa sababu ya ule uwepo wake. Hebu tafakari sasa hivi msafiri anayetoka katika mji wetu huu wa Tanga akawa anasafiri kwenda Dar es Salaam, kama yuko peke yake katika gari yake, akawasha gari yake na kuweka mafuta, anaweza kwenda safari yake na yeye mwenyewe analiamini hilo, bila ya kuhitaji kuwa na silaha, bila ya kuhitaji kuwa na chakula, bila ya kuhitaji kuwa na maji. Akiwasha gari yake anaomba dua akimtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye ndio mwenye kutegemewa katika mambo yote. Hata kisu anaweza asiwe nacho, chakula akasema nitakula popote, kwa sababu akitoka hapa Pongwe anaweza kwenda kula sehemu fulani, akipita sehemu hiyo anaweza kwenda kula sehemu fulani, akisahau maji ataweza kwenda kununua kijiji fulani, akikivuka kijiji hicho atakwenda kununua katika mji fulani. Mtu hana wasiwasi katika hilo. Hebu fikirieni, ingelikuwa safari haiko hivyo, inabidi uandae chakula cha siku nzima hiyo, uandae maji, na kwa kuwa hakuna amani uandae silaha, kwa sababu huna hakika kwamba hutafika salama. Ziko sehemu ziko katika hali hiyo, ziko sehemu hapa duniani hali ndiyo hiyo. Sasa vitu vingine tunaweza tukavichukulia kwa wepesi kwa sababu tunavyo, lakini Qur'ani ni muongozo mzuri kwetu sisi wanadamu. Baada ya kueleza hilo, sisi hapa Tanzania hatuna upekee wala umaalumu wa kwamba amani tutakuwa nayo tu vyovyote itakavyokuwa, hata tukiichezea tusiichezee, amani itakuwepo. Sisi Tanzania hatuna umaalumu huo wala upekee huo, na maanisha ya kwamba kama tukiichezea amani kwa namna yoyote ile, amani itavurugika kama ilivyotoweka katika sehemu nyingine. Na wakati mwingine sababu za kuleta uvunjifu wa amani ni sababu za kipuuzi sana. Wengi ni wanafunzi, nyinyi kama nilivyo mimi, mnasoma historia, mnasoma taarikhi. Mkisoma kuhusu mapigano ya Aus na Khazraji, wanawachuoni wa sira wanatuambia sababu zao zilikuwa ni za kipuuzi, za kuchonganishwa na Wayahudi wapigane, mpaka alipokuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mji ule, Allah akaziunganisha nyoyo zao, faallafa baina qulubi. Basi hata sehemu nyingine huko, hata historia isiyokuwa ya Kiislamu, kuna watu wamepigana mapigano ya kuleta machafuko makubwa kwa sababu za kipuuzi tu. Sije mkajua eti ni vitu serious sana ndio vinaweza kuvunja amani, vingine ni vitu vya kipuuzi. Mfalme huyu na mfalme huyu wameshindana farasi wao, huyu akashindwa, sio ikawaje, ndio hiyo sababu. Pia mfahamu nyinyi kwamba ni rahisi sana kuanzisha vita kuliko kuvimaliza vita na kuvisitisha.
Hili jambo linajulikana la kwamba ukianzisha vita ni jambo rahisi sana, lakini kuvituliza vita ni jambo gumu sana. Na zipo nchi ambazo sisi kwetu ni mfano, ambazo zilikuwa na amani na utulivu wa hali ya juu, lakini zikatetereka, zikashawishiwa kwa sababu moja ama nyingine, wakavunja amani yao. Libya mfano mzuri. Katika hutuba iliyopita ilisemwa Somalia, DRC Kongo, Sudan. Na Sudani mpaka leo tunawauliza wale wanasiasa ambao walishabikia mapinduzi, wakaandika katika mitandao, wakaona ni ufahari mapinduzi. Tunawauliza mpaka leo suala la Sudani na amani yake. Waliposimama wakasema kwamba angalieni Sudani, mwanamke ndiyo kaleta mapinduzi, binti mdogo, mani fakhri. Mpaka leo tukiwauliza maslahi ya hilo jambo yako wapi, hawajibu. Wamenyama, wamo kwenye mitandao humo, hawezi kusema. Amani katika sehemu hizo zimetoweka. Kwa hiyo sisi hapa Tanzania hatuna upekee wala hatuna umaalumu. Lazima tuwe na akili timamu katika kuliangalia suala hili la amani. Kwa nini ninasema maneno haya? Nyinyi mnafahamu hali inayoendelea katika nchi yetu sasa hivi kuhusu suala la mkataba wa bandari, na mimi sipo hapa kueleza kuhusu mkataba wa bandari wenyewe kwamba ni utetee, nieleze vipengele vyake. Hapana, mimi nipo hapa, mkataba sisi tumeuona, tumeusoma, tuna maoni yetu binafsi. Wapo wanaunga mkono, wapo wanaona kuna vitu vinatakiwa virekebishwe. Ikiwa ni kupeana maoni, watu watapeana maoni wenyewe kama tunavyozungumza mambo ya kawaida, lakini hilo halikunileta hapa mimi kuzungumza suala la bandari, mkataba wenyewe, hoja zake, kutetea. La hasha. Na naamini mimi kwamba serikali na watu wake wataalamu ambao wameeleza na wamejibu hizo hoja, na naamini upande ambao wameunga mkono wameeleza, wamejibu hoja, na naamini na nyinyi mmeona upande wanaopinga wameeleza na wamesema hoja zao. Lakini ninayotaka kulieleza mimi ni lile jambo linalozaliwa au linalotokana kulingana na mkataba huu na hatari ya uvunjifu wa amani na utulivu ambayo ndiyo hasa nimesimama hapa kuieleza. Bila shaka mmesikia nyinyi wanasiasa na wale wanaojiita wanaharakati kwamba kama serikali haitasitisha huu mkataba, basi wananchi waamue. Lakini kuamua kwenyewe wanapokusudia wao ni kwa kufanya vurugu, kupindua nchi, kukinukisha, kufanya maandamano, kila mwenye silaha aitumie na kadhalika. Haya mmeyasikia na yapo kwenye mitandao mpaka sasa. Ukienda kwenye mitandao haya yapo. Ni jambo la ajabu kwa nafasi waliokaa wao hao wanasiasa na hao wanaharakati kuhimiza jambo hili, kwa sababu wao wamejiweka katika mfumo wa demokrasia na jambo hili linapelekwa katika mfumo huo huo ambao wao wenyewe wanaunga mkono na kuona hakuna maisha isipokuwa demokrasi. Mbona sasa ajenda inahama kutoka kwenye demokrasi, utoaji wa maoni, imekuja kwenye kuleta vurugu, kupindua nchi, kukinukisha, kila mwenye silaha itayarishe? Ni jambo la kustaajabisha. Nyie tena ambao mnazungumza siku zote kuhusu utawala bora, utawala wa demokrasia, mmehama tena kwenye ajenda hiyo mnayoisimamia miaka yote, ambayo ndiyo vyama vyenu na harakati mnazozitegemea katika kuwapa kula, ndio msingi wake. Mmehama kwenye suala
la uvunjifu wa amani. Lakini ni kawaida kwa watu wa aina hii kuchochea uvunjifu wa amani, hasa wasipopata maslahi yao au wanapopewa maslahi ya kuivunja amani. Ni jambo la kawaida, na ndiyo maana sisi miongozo yetu tunaisikiliza kutoka kwa maulama almuhaqiqun, kwa sababu maulama wao wanaangalia maslahi ya watu. Miongozo yetu yote sisi, wewe ukijiegemeza kusikiliza wanasiasa wasema nini na wanaharakati wasema nini, ukafungua mitandao ya kijamii waunga mkono, wewe utapelekwa tu, kwa sababu hawana misingi madhubuti ya kuiongoza jamii katika maslahi. Wao maslahi wanayoangalia ni ya kwao, yamepatikana fabiha wa neema, yamekosekana uvunjifu wa amani. Wamesahau misingi yao. Lakini jambo la hatari zaidi ni kwamba suala hili limeingiliwa na viongozi wa dini na likapata mwelekeo sasa kutoka katika suala la kinchi la kisiasa, likapata mwelekeo wa kidini. Na moja katika mabaraza ya viongozi wa dini katika nchi hii wiki iliyopita limetoa tamko lake waziwazi kuhusu kuupinga mkataba huu. Hili jambo tangu mwanzo lina harufu ya udini, tangu mwanzo. Maneno yaliyosemwa, yaliyoandikwa yalikuwa yakielekeza katika udini na ubaguzi wazi wazi, na yamesemwa na watu wa siasa, yamesemwa na watu wa kidini. Mnawapaje hawa Waarabu bandari zetu? Hawa Waislamu wataleta kanzu? Yamesemwa, yamesikika. Kwa hiyo yalishapata ule mwelekeo na ile harufu ya udini, hapana shaka katika hilo. Tunasema hivi kwa sababu gani? Kwa sababu hoja za msingi katika suala hili ni mambo mawili tu. Hoja za msingi katika suala hili ni mambo mawili tu. Jambo la kwanza, je, tunahitaji uwekezaji pale bandarini au hatuhitaji? Hilo ndio jambo la kwanza la msingi. Jawabu, kila mtu kasema tunahitaji. Kwa nini? Wanasema kwa sababu sisi sio Tanzania tu, na mfano wetu katika nchi mbalimbali za Afrika, tuna vitu vitatu tunavikosa ambavyo sehemu nyingine vipo: mabadiliko ya teknolojia na mifumo, moja hilo. Pili, watu wenye ujuzi na uwezo wa kuweza kutekeleza mambo na kufanya kazi kwa ufanisi, tunalikosa. Tatu, mtaji wa kununua mavifaa ya maana na kufanya hiyo shughuli. Hilo ni jambo la kwanza la msingi. Jambo la pili, huyo aliyekuja ambaye ndio anataka kuwekeza ana uwezo? Hana? Watu wote wamekubaliana kwamba uwezo anao. Hakuna aliyempinga kwamba hana teknolojia na mifumo, hana ujuzi, hana mtaji. Hakuna aliyepinga. Nukta za msingi ni mbili tu: unahitajika uwekezaji, hauhitajiki. Nukta ya msingi nyingine, aliyekuja na uwezo au hana. Mambo mengine yote huko tajadili wenyewe, mapungufu yaliyopo yarekebishwe, hiki kiwepo hivi, hiki kiwepo hivi. Nukta ya msingi iko hapo. Sasa kama mambo ndiyo haya na hayazungumzwi na jambo limehamishwa, ajenda imehama kutoka, msiwape Waarabu hao, Waislamu hao bandari zetu zile. Kwa nini Waislamu? Mtasemaje kama katika swala hili hakuna udini? Mtasemaje? Wamesimama wanasiasa wengine wakasema, watu wasema kuna udini. Hakuna udini. Mbona sisi tulimpinga mtu fulani mwaka fulani, hatukuambiwa dini? Mbona sisi tulimpinga mtu fulani aliyekuja baada yake mwaka fulani, hatukuambiwa dini? Mbona tulimpinga fulani, hatukuambiwa dini? Leo tumpinga huyu, tuambiwa dini? Wakijiona kama vile wana hoja za msingi sana na kwamba wao wana akili kuliko watu wote, na ndivyo wanavyosema na kuwatukana
Waislamu kwamba mashekhe wao hawana akili, hawakusoma, hawajui chochote. Sasa swali moja tu ambalo la msingi, huyo ambaye mwasema mwampinga na mnaambiwa ni katika swala la udini, mmempinga katika hili au mengi? Bila shaka ni mengi. Je, yote yalisemwa pana udini au lasemwa hili tu? Mengine hayakusemwa kwamba kuna udini. Mambo yenu huko mnafanya mambo yenu ya kisiasa, twayaangalia, lakini hili limesemwa hivyo kwa sababu hiyo, na ziko hoja za sawa sawa za kuonesha kwamba hili jambo lishaingia katika mrengo huo, kwa maneno mlioyasema, maneno mlioyaandika na viashiria mbalimbali katika swala hili. Sasa msifanye watu hawana akili. Watu wana akili, na wakisema hapa pana harufu ya udini, ipo na inaweza kuthibitika. Sasa hivi juzi hilo kundi la viongozi wa dini walitoa waraka katika kuupinga huu mkataba, baraza hilo la maaskofu, na wengine ikasemekana wametoa maneno ya hatari zaidi, mpaka baadhi ya viongozi wao wa madhehebu nyingine wakawakemea kwamba jambo hili haliwezi kutufikisha hapa. Hili jambo la bandari ndio watu wazungumze kuhusu kumwaga damu? Kuna nini hapa? Mbona kuna mambo makubwa makubwa kabisa hayakutolewa matamko? Kuna mambo ya ushoga yapo katika jamii zetu, bali yameingia mpaka katika majumba ya dini. Kimya. Hili ndio jambo watu wamwage damu kwa viongozi wa dini? Si sawa sawa. Sasa umetoka huo waraka na unaweza kuona maswali mengi ya kujiuliza ambayo majibu yake nyinyi hamna. Swali la kwanza unaweza kujiuliza, mabwana wakubwa hawa walishiriki katika kutoa maoni yao kwa faragha. Waliitwa kwa mabwana wakubwa wakaambiwa toeni maoni yenu, na ndiyo sawa, na ndiyo manhaji ya sawa, na ndiyo maana sisi hatusimami katika mimbari hizi kushambulia viongozi, kwa sababu kuna madhara kufanya hivyo. Ukipata fursa ya kutoa nasaha pembeni, unakaa kwa faragha. Walipata maoni haya, si yangekwenda pale pale katika ile sura ya faragha, kuliko kuyaleta huku kwa watu kutaka kuichanganya jamii na kuipasua? Hilo ni moja. Lakini jambo jingine, mabwana wakubwa hawa wanayo access ya moja kwa moja ya kuwafikia wakubwa na watawala wa nchi. Wanaweza wakapeleka maoni yao katika sehemu husika bila na yale maombi waliyoyaomba yanaweza kufika kwa mlengwa mwenyewe tu, bila ya kuyaleta maeneo yale hadharani kwa watu, kiasi cha kuleta mpasuko katika jamii ambao sasa hivi tunauona. Lakini hoja nyingine ambayo ililetwa ni suala la kwamba mkataba ufutwe. Wafutwaje sasa na una mapungufu? Kama kitu kina mapungufu, si kinarekebishwa? Haya mambo mengine. Lakini wakasema kwamba watu wengi wameunga mkono jambo hili, na sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Sijui kama kuna takwimu imefanyika, na maelezo yaliyoyatoa ni maelezo ya waziwazi ya kuonesha ubaguzi katika hili jambo na udini ndani yake. Nani aliyetoa maoni yataka hataki? Kuna mamilioni ya watu wanataka, lakini hoja wanasema sisi ni taasisi imara ambayo iko katika ngazi ya juu mpaka katika kaya. Kama ndio hivyo, basi jambo mmelibagua katika mrengo wa dini yenu, na mnataka kuwaaminisha watu kwamba mrengo wa dini yenu hilo jambo hawalitaki. Sasa kwa viongozi wa dini ni sawa kufanya hivyo? Sizungumzi bandari, nazungumza suala la amani na yanayopelekea katika hatari. Nataka kuonesha ile hatari ambayo ipo katika hili jambo. Mimi niulize swali, je, jambo hili halitakuwa ni kuigonganisha serikali na waumini wenu kiasi kuletwe kuwagawa watu? Swali hili mnaweza hata kulijibu nyinyi. Si itakuwa ndio hivyo kwamba ni kuigonganisha serikali? Nasema hivi kwa nini? Kwa sababu serikali hili jambo ililiridhia,
Moja, bunge hili jambo liliridhia. Mbili, tatu, kulipelekwa kesi mahakamani kuhusu hili jambo. Hukumu ya mahakama ikaeleza vizuri sana, imetambaa katika mitandao ya kijamii, mnaweza kuisoma, na hoja nyingi sana zimejibiwa. Kwa hiyo mfumo rasmi umelifanya hili jambo, serikali imeridhia, bunge limeridhia, mahakama imeridhia kwa maelezo mazuri. Kulileta hili jambo hadharani kama hivi na kutoa maneno makali kama hayo haitakuwa kuigonganisha serikali na watu katika nchi hii. Swali la pili, je, jambo hili haliwezi kuchukuliwa kuwa ni ubaguzi wa kidini? Waislamu hawawezi kuliona hili jambo ni jambo wanabaguliwa, kwa sababu hoja zote ambazo ni za msingi zipo sawa, ila hoja iliyobaki ni ule Uarabu na ule Uislamu. Je, haitakuja sura kwamba hii nchi hawezi kuwekeza Mwarabu au hawezi kuwekeza Muislamu? Kuna mikataba mingapi mibovu imeingiwa katika hii nchi, na mingine mpaka sasa ipo, lakini hakukuwa na kelele wala haikutakiwa ifutwe, au kwa sababu mikataba hiyo imeingiwa na wazungu na Wakristo. Jambo hili, swali nalouliza, halitaonesha Waislamu wanabaguliwa? Bila shaka jambo hili litawafanya Waislamu waone wanabaguliwa, na Waislamu wajione wao kama daraja la pili, na kuna watu wa daraja la kwanza. Kama ilivyoeleza katika hutuba iliyopita, kuna watu wanajiona wao ndiyo daraja la kwanza na maamuzi yao ndiyo yanaweza kutekelezwa, na yasiyokuwa maamuzi yao hayawezi kutekelezwa. Wanalolitaka wao ndiyo litapita, wasilolitaka wao halipiti. Huu ni ubaguzi wa wazi na kuyumbisha, na hapo ndio kunaleta mpasuko na uvunjifu wa amani. Katika mambo yanayoleta uvunjifu wa amani, mojawapo ni hili, ubaguzi. Na ipo mifano, mmeshachoka lakini ndo namalizia. Waislamu walitaka mahakama ya kadhi. Chama tawala kiliandika jambo hilo katika ilani yake kwamba tukipata madaraka tutawapa mahakama ya kadhi. Walipopata, Waislamu wakauliza, mahakama ya kadhi iko wapi? Waliopinga ni hili baraza la maaskofu, wakasema hakuna mahakama ya kadhi. Kwa nini hakuna mahakama ya kadhi? Kwa sababu zitachukuliwa pesa za serikali za wananchi wote wa Tanzania, watalipwa Waislamu peke yake, itakuwa ni ubaguzi. Waislamu wakasema, mbona mwaka 1992 serikali imeingia makubaliano na makanisa kwamba itayapa pesa, na katika makubaliano hayo Waislamu hawapo, bali jambo hilo limesemwa na aliyekuwa rais katika nchi hii hadharani kwamba tunawapa pesa na tutaendelea kuwapa. Hizo pesa nazotoa serikali, Waislamu hawamo? Halijajibiwa swali hili. Nasikia kuna mwingine asema makanisa yalishiriki katika kuiombea serikali msamaha wa madeni, wakati huo serikali imebebwa na madeni mengi. Kwa hiyo hii ni kama fadhila, serikali yajua. Tuwauliza, kama kuna mtu anayetaka kulipwa fadhila, anayestahili kulipwa fadhila hapa katika hii nchi, basi Muislamu namba moja, kwa yale mapambano yao ya kuleta uhuru. Wakati Wakristo wako maofisini wanamsaidia mzungu, historia iko wazi. Hoja ya pili ambayo Waislamu wanaweza kuileta kuonesha ubaguzi, walitaka kujiunga na jumuiya ya nchi za Kiislamu. Serikali ikajiridhisha, bunge likajiridhisha, waziri wa mambo ya nje akasema hakuna shida yoyote ya Tanzania kujiunga na OIC, hakuna shida. Akatoa tamko la serikali bungeni, hakuna shida. Baraza hili likasimama likasema kuna shida na hatutaki, hawakujiunga. Hakuna OIC mpaka leo. Hiyo ni mifano ambayo mimi nimeamua kuitoa. Mimi niiombe serikali itafakari hali hii
na itafakari huu waraka na ipite hapa kwa busara sana, kwa sababu wao wanasema busara ni huu mkataba ufutwe, na kama serikali yataka ushauri kutoka kwa watu iwashirikishe, na sisi tuko tayari kutoa rai na maoni yetu katika kuleta amani katika hii nchi, sababu mchango wetu katika hilo ni mkubwa sana. Kadhalika wale tuliopewa muongozo katika Ijumaa iliyopita, mashekhe na walimu wa madaris, viongozi na wanasiasa, na wahimiza hili jambo la amani tusilifanyie mzaha, tuliseme, tuwatulize watu, msije mkaona mambo yako shwari. Kuna watu hupitisha ajenda zao kidogo tu wakayaharibu mambo. Naweza kuona watu wanakwenda na rudi, mambo yakaharibika pahala padogo tu. Tukemee na tujitahidi katika kuichunga amani. Na hao viongozi wa dini nyingine ni bora wao kutumia busara, na haya mambo yaangalie kwa macho yote mawili, si jicho moja. Wasiangalie jicho la maslahi na bandari na kitu gani chapita pale, kitu gani tutakosa. Waangalie maslahi ya amani. Mifano ya viongozi wa dini kuziingiza nchi katika machafuko ni mingi sana. Mfano mmoja wapo ni Rwanda. Rwanda watu waliuawa makanisani, watu walionusurika walioingia msikitini tu, na viongozi wa dini wengine waliuawa kwa sababu ya kuleta ubaguzi na uchochezi katika amani ya nchi hizo. Kwa hiyo tusione tumesalimika, watu watulie, wawe na busara. Viongozi hawa wa dini wasihemkwe hawa wakasema kila wanaloona linafaa. Hili jambo la amani ni katika mambo makubwa sana. Mwisho kabisa tuzingatie maneno ya Mtume aliposema, man asbaha minkum aminan fi sirbi muafan fi jasadi indahu qutu yawmihi fakaannama hizat lahu dunya bihadhafiriha, aliyepambaukiwa miongoni mwenu ana amani katika familia yake na ngome yake, ana afya katika kiwiliwili chake, anacho chakula cha siku yake hiyo, basi ni kana kwamba amekusanyiwa dunia. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadayta. Allahumma ishfi mardana wa mardha al muslimin warham mawtana wa mawta al muslimin. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Mzigo unaanza kwa kumwonyesha bidada ambaye anaitwa Dora, na anaonekana anaumwa sana na leo kimaisha ni mbaya sana. Wajomba ni maskini kinoma. Upande mwingine